Shughuli iliyofanyika ya kuandika upya juzuu za sheria ni jambo muhimu litakalorahisisha kazi sio tu kwa wanasheria, mawakili, mahakimu na majaji, bali hata sisi wengine ambao tunazitumia sheria hizo katika utekelezaji wa kazi zetu. Hapa nataka nikumbuke kuna siku nilikuwa naongea na mwanasheria, nadhani katika wanasheria wakuu wastaafu. Mmoja akaniambia pale bungeni, mimi ikirekebishwa tu sheria, nachukua sheria zamani nafanya marekebisho hapo hapo, nikijua kwamba toleo la marekebisho ya sheria litachelewa. Kwa hiyo nafanya marekebisho, pa kutoa na kata, pa mpya naweka. Kwa hiyo sheria ninazozitumia nimezichora na zimekatwa katwa. Lakini akaniambia kwamba hizo sheria zinamsaidia sana anapokwenda kwenye argument za kisheria na watu wa sheria wenziwe, kwa sababu yeye anakuwa na marekebisho, hata kama amechorwa kwa mkono anakuwa nayo, wenziwe bado anakuwa wako nyuma. Kwa ana kazi ya kuwakumbusha hiyo ilirekebishwa mwaka gani, ilirekebishwa siku gani. Kwa hiyo yeye anakuwa mbele ya wale ambao hawako na marekebisho yale. Hivyo basi ni dhahiri kuwa kwa namna moja au nyingine, kuto kuwepo na juzuu zilizorekebishwa kwa wakati, kwa kiasi fulani kunachangia kunyima haki za watu au kunyima haki za raia, kwa sababu wanaozitumia kutoa maamuzi wanakuwa hawako kwenye kujua au kupata uelewa wa marekebisho yaliyofanywa kwa wakati fulani. Kwa kiasi fulani kunachangia watoa maamuzi ya kisheria kutoa maamuzi bila kujua kwamba kuna sheria ilifanywa marekebisho mwaka gani. Kwa hiyo tukio hili tunalolifanya leo, kuzindua urekebu wa sheria zilizojumuisha mabadiliko yote yaliyofanyika katika sheria kuanzia mwaka 2003 hadi Disemba 2023, linakwenda kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, na kwamba sheria zote kuu 446 zimehusishwa kwenye mabadiliko haya. Kwa hiyo tuna sheria mpya zilizoandikwa upya, na sasa hakuna haja ya wale wanasheria kuambizana, hebu rifaa sheria mwaka fulani, hebu rifaa sheria kifungu fulani cha mwaka fulani, hebu sheria fulani ilisema hii, iliondoa kifungu hiki. Sasa zote zimeandikwa upya na zinapatikana pahali pamoja, na kufanya kazi imerahisishwa. Lakini mbali ya hilo zimepangwa vizuri pia. Sasa kwa upande wa mahakama, tunatazamia itapunguza muda unaotumika kwenye kufanya utafiti ili kupata uhakika wa sheria inavyosema, na hivyo kurahisisha maamuzi. Lakini zaidi ya hapo, juzuu hizi za sheria zilizorekebishwa ni muhimu sana katika kuongeza uwazi na kuzidi kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Aidha, ni nyenzo muhimu itakayosaidia kupunguza matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria lilokuwa likitumika kuchochea rushwa. Hapa sasa linakwenda kuzibwa. Ile tazama kule, tazama kule, tazama kule, engineering ya kisheria ili mtu apate ombwe la kupenyeza yake, sasa hakuna. Zimeandikwa upya, zimepangwa vizuri, ziko wazi, zinajulikana. Vile vile kuwekwa vyema kwa sheria hizi kutajenga mazingira mazuri ya kukuza imani kwa wafanyabiashara na wawekezaji, kama nilivyosema, katika kuimarisha shughuli za kiuchumi nchini. Sheria hizi zikipatikana kwa urahisi na zikifahamika vyema na wananchi, zitapunguza uwezekano wa kutenda makosa kwa kisingizio cha kutojua sheria. Kwa ujumla, zoezi hili la urekebu limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kutuongezea hadhi kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndugu zangu, kazi kama hii ilifanyika miaka 23 iliyopita katika mazingira ya ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Tukiangalia mabadiliko ya kasi yanayoendelea nchini kwetu, tunapaswa kujiandaa na utayari wa kufanya mabadiliko ya kisera, kisheria, kitaaluma na kimifumo ya kitaasisi zetu. Maendeleo
ni kujitathmini, kujielewa, kujipanga vyema na kubadilika, na hichi ndicho kilichofanyika. Sasa kwa mnasaba wa shughuli hii, niliangalia takwimu za mwenendo wa kasi ya kutunga na kurekebisha sheria nchini. Nimeona kuwa katika zoezi la urekebu wa sheria la mwaka 2002, idadi ya sheria zilizofanywa urekebu zilikuwa 415. Mwaka 2023 idadi hii imeongezeka kidogo hadi kufikia 446. Hata hivyo, ili kupata picha kamili, inabidi kuangalia takwimu za sheria mpya zilizotungwa, zilizofutwa na zilizotungwa upya kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2023. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba sheria 171 zilifanyiwa mabadiliko makubwa kati ya sheria 446. Zaidi ya hapo, tukiangalia takwimu za marekebisho ya sheria kati ya mwaka 2002 hadi 2023, tunaona jumla marekebisho 1039 yalifanyika kwenye sheria mbalimbali. Hii ni kuonesha kuwa jinsi nchi yetu inavyofunguka na kuleta maendeleo, kunahitajika pia mabadiliko ya sheria zetu ili kuimarisha utawala bora na kulinda haki na maslahi ya jamii, lakini maslahi ya taifa letu pia. Hasa kwa kuzingatia takwimu hizi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, uhuishaji wa sheria zetu haupaswi kuwa tukio la miongo miwili, yani miaka 20 na kuendelea, lakini kama ulivyosema, napaswa kuwa la kila baada ya mwongo mmoja, miaka 10. Lakini pamoja na miaka 10 hiyo, hapo katikati kila sheria zinavyobadilikwa zinatakiwa na zenyewe ziandikwe upya na ziwekwe kwenye zile marekebisho ya kila mwaka yanayotolewa kila mwaka. Na baada ya miaka 10 tuziunganishe na tutengeneze juzuu kama tulivyofanya kipindi hiki. Na niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanayojitokeza. Sasa uandishi mwingine wa sheria kama zilivyofanywa leo tutakuja kusainiwa mwaka 2033. Wakati huo awamu ya 6 imemaliza, kuna awamu ya 7. Kwa hiyo tulichokifanya leo ni kujenga msingi mzuri ambao utawapelekea wanasheria wetu kuja kufanya marekebisho kule mbele baada ya miaka 10, lakini pamoja na yale ya mwaka yanayofanywa. Taifa ni mwendelezo, na leo tunakwenda kuliendeleza kwenye tasnia hii ya sheria. Nalizungumza hili nikiwa na fahari kubwa kwamba shughuli ya urekebu wa sheria toleo la 2023 tunalolizindua leo limegharamiwa na sisi wenyewe. Naambiwa shilingi bilioni 10 zimetumika kwenye hili. Sasa mimi najua serikali ilikuwa inatoa fedha za urekebu wa sheria, lakini sikuwa najua kiasi gani. Leo nimeambiwa bilioni 10 zimetumika kwenye kazi hii. Lakini jengine ni lile lilosemwa hapa kwamba wataalamu, na hizo bilioni 10 za mwaka huu, wataalamu waliofanya kazi hii ni wa kwetu ndani humo. Ukilinganisha na lile la mwaka 2003 ambapo Benki ya Dunia ndio ilifadhili wakati ule na wataalamu kutoka nje ndio walifanya kazi ile. Lakini ninaloleta kujivuna zaidi, katika hali ya kujitegemea, sheria hizi zimechapishwa na mchapishaji wa hapa nchini, yani taasisi ya Mkuki na Nyota, ndio wamechapisha majuzuu haya mnayoyaona. Kwa hiyo kwenye kazi iliyofanyika kipindi hiki, kila kitu kimefanywa made in Tanzania. Hakuna cha kigeni kilichoingia humo ndani. Kila kitu tumefanya wenyewe, na hiyo ni fahari kwetu. Hakika tunajivunia hatua hii tuliofikia, na hongereni sana sana sana. Ndugu zangu, bila shaka mafanikio kukamilisha toleo hili la 2023 yamechagizwa na kuimarishwa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kuanzishwa kwa ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ili kuongeza ufanisi katika uandishi wa sheria, pamoja kuongezeka kwa watumishi wenye weledi
na utaalamu wa kuandika sheria hizo. Ndugu wananchi, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria. Hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria, na sheria zikishaundwa ni lazima zifuatwe, zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo linaloongeza uwazi, uhakika na urahisi wa kuzipata sheria ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora na utawala wa sheria nchini. Vile vile ni sehemu ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kurahisisha utoaji wa haki nchini. Sambamba na hili, serikali imeimarisha uwekezaji wa kimiundombinu na rasilimali watu ili kurahisishia wananchi kupata huduma za kisheria. Tumeshuhudia uwekezaji wa miundombinu ya mahakama katika ngazi mbalimbali pamoja na kuongeza rasilimali watu, hatua zilizochangia kuanza kupungua kwa muda unaotumika kukamilisha mashauri mahakamani. Katika hatua nyingine, tumeimarisha huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni mbalimbali, lakini kuna kampeni maarufu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid ambayo tumeweza kuongeza uelewa wa masuala ya kisheria kwa Watanzania. Na kampeni hii leo ilikuwa tuwe na wenzetu kutoka Zanzibar. Kuna watu kutoka Zanzibar? Wawakilishi wawili wako hapa. Lakini ilikuwa tu na waziri na mwanasheria mkuu na wengine. Lakini leo hii kampeni ya Samia Legal Aid inazinduliwa rasmi Zanzibar. Na ndio maana wameshindwa kuja hapa kwa sababu wanafanya hilo. Kwa hiyo hii nayo ni hatua muhimu ambayo inaeneza uelewa wa sheria, lakini kuhakikisha wananchi wetu wanapata haki zao kama wanavyostahili.